Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd. Kwanza kabisa tunarejesha shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumefika katika kijiji cha Ngumoni. Hawa ni wakazi wa kijiji cha Ngumoni ambao kwa ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala tumeweza kufaulu kuwaletea mradi wa maji ambao kwa muda kipindi kirefu walikuwa wanateseka, watoto wao, wazazi wao, waume wakiteseka kuhusu habari ya maji. Baada ya kupata maombi kupitia kwa wakazi wa kijiji hichi cha Ngumoni hapa Mtepeni, alhamdulillah leo tumeweza kuwafikishia mashini hii hapa, na kwa ufalme wa Mwenyezi Mungu immediately kuanzia leo kazi itaanza. Wakazi wa maeneo haya wako na furaha isiyo na kifani. Furaha yenyewe inamaanisha kwa kule kupatikana maji haya katika mji huu, alhamdulillah, ni neema kubwa sana, ni furaha kubwa sana imeingia katika vifua vya wakazi hawa. Ikiwa Halal Charitable Trust kwa mbio walizokwenda baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa leo wamevumbua na kufungua kisima cha namba 11. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ni kuwashukuru wale wote ambao wameshikana pamoja na Halal Charitable Trust kwa jambo hili. Hakika tunawaambia ya kwamba hakuna sadaka iliyo bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama sadaka hii ya kunywesha maji. Mtume alayhi salatu wassalam alifuatwa na sahaba wake siku moja, akaulizwa akaambiwa, amekufa mama yangu, je, naweza kumtolea sadaka? Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia ndiyo. Akaulizwa Mtume alayhi salatu wassalam, ni sadaka gani bora ambayo naweza kumfanyia mama yangu? Akaambiwa saqyul ma, ni kunywesha watu maji. Maji haya ambayo imekuwa ni furaha kwa wakazi wa Mtepeni, basi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajaze furaha kwenye familia za wale ambao wamekuwa tayari kushikamana na Halal Charitable Trust kwa jambo hili. Hatuna la kuwalipa isipokuwa ni kuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala
Vile vile tunawapa bishara kubwa ya kwamba hii ni biashara ambayo wameifanya na Mola wao, biashara isiyo na hasara. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur, hakika wale ambao wanaisoma Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanasimamisha sala, kisha wanavitoa vile walivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri na kwa dhahiri, basi wanatarajia biashara ambayo haina hasara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunawaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri na awape nyoyo za kusaidia wengi, na tunawaombea Halal Charitable Trust, Allah subhanahu wa ta'ala awazidishie imani na awazidishie moyo wa kusaidia jamii, na Allah subhanahu wa ta'ala aipanue ije isaidie wengi wanaohitaji. Kwa haya tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie, wabillahi at-tawfiq. Mimi naitwa Daniel Kaka Mlila, hapa ndio nyumbani. Wataka kutuambia sisi vipi hali ya maji mliokuwa nao wakati kabla hamjapata mradi huu wa Halal Charitable Trust? Mambo ya maji yalikuwa na shida sana, na tulikuwa tukiteseka sana na maji. Tunabisha sana kwenye mageti, watu waliona tuliowauzia, na tunaomba maji huko, na wakati mwingine tutanyimwa, na wakati mwingine tutafukuzwa, wakati mwingine tutapewa. So katika hii Halali Charitable Trust kutuletea maji hapa, basi tutashukuru Mungu sana, na mahali walipopunguza Mwenyezi Mungu awazidishie sana. Manake maji hapa kwetu imekuwa ni tatizo kubwa, na hata wakaji wanafuraha sana kwa ajili ya huu mradi wa maji kuja hapa. Twawashukuru sana kwa moyo huo ambao mlikuwa nao na mnaendelea kuwa nao, na sisi twashukuru kwa sababu mmesatusaidia na maji, na twashukuru sana hata wengine pia waliona tatizo kama letu pia washughulikieni.